Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Sawa, ukinipigia zaidi ya mara 5 unajua kuna crisis siwezi kuongea brother, na umeona. Ndio kiongozi, samahani sana kwa hilo. Na bado niko uwanjani hapa sasa hivi na mazoezi sijafanya. Nitaongea nini kwenye media? Nataka nifahamu kwamba kama mmeruhusiwa kuingia Ulando, hoja yangu ya msingi. Hatujaruhusiwa, hilo swala tulisi waulize watu wa Yanga. Nalirusha hivyo hivyo. Okay. Yaani mpaka sasa bado mko nje ya uwanja. Na mtazamaji wa Sam Online, hivyo ndivyo ilivyo. Hayo ndiyo mazungumzo ambayo yameelezwa na meneja wa timu ya soka ya Simba Patrick Roymamu, majibu yake kuhusiana kile ambacho kinaendelea kwenye dimba la Benjamin Mkapa, wakati Simba wao wakitaraji kuingia kufanya mazoezi kwenye uwanja huo kutokana kanuni ambavyo zinavyosema, lakini wamekutana kizungumkuti kwa mujibu wa taarifa kwamba wamezuiwa kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Mpaka muda huu hawajafanya mazoezi. Hili pia limenisukuma moja kwa moja pia kuzungumza na meneja wa uwanja, nifahamu kwa upande wake bwana yeye anazungumzaje kuhusiana hili, na majibu ya meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa ni haya. Halo? Naam kiongozi. Ndio. Nimerudi tena kufahamu kuhusiana kile ambacho kinaendelea hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Niache kwanza kiongozi, nafuatilia. Yaani hapa tuna mambo mengi ndugu yangu, kimeuliza hilo jambo. Ndio maana sema nalifuatilia kwa kile ili nikikujibu na kujibu nao kwenye position hiyo. Shabiki wa timu ya soka ya Simba maarufu kwa jina la Mzee Saidi kuhusiana hilo, nilipomuuliza kupata maoni yake, yeye ameyazungumza haya. Kwa hiyo Simba walikuwa wanaenda kufanya mazoezi usiku. Sheria inasemaje? Sheria inahitaji timu ngeni kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi kwenye uwanja ambao utatumika kwa mashindano hayo. Kwa hiyo Simba wao wameenda usiku au sio kwa ajili ya kesho? Simba walienda kunako mishahara ya saa 1, walienda kufanya mazoezi. Sasa Yanga kwa nini wanakataza? Yaani inaonekana kana kwamba bwana Simba wamekwenda na mabasi mawili, kwamba wamewashauri kwamba kuna baadhi hapaswi kupita kwenye geti. Inawezekana ikawa ni kosa kwa sababu sheria inasemaje? Tunatakiwa waingie wachezaji. Na hao mabasi mawili yanakwenda ya nini? Hao mabasi mawili yote ya nini? Sasa labda Yanga wanaweza kuwa wako sahihi, wanahitaji waingie wachezaji au wengine wasiingie. Wewe kama mwana Simba unasema kwamba Yanga wako sahihi kwa hili? Sasa wenyewe si ndio wenyeji baba. Ndio. Mpira wa bongo si unaujua, lakini mpira wa bongo ni wabisha. Tukutoeni kwenye mchezo tuwafunge, malengo yenu yapotee, ndio maana yake. Lakini si walipaswa Simba waingie uwanjani? Kwa hiyo maana wamewazuia mpaka wachezaji au? Kwa mujibu kwamba wamezuia mabasi yasipite kwenye geti. Mpira wa bongo una matatizo, ngoja tuone kesho ndugu yangu. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Sam Online TV.